ya leo kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Sote tumesikia amefanya mabadiliko madogo kwenye baraza la mawaziri, na hiki ndicho kilikuwa kilio cha wengi kufuatia baadhi ya wizara kukosa mawaziri kwa muda mrefu. Kwa hiyo ningependa niungane na wananchi wenzangu wa Tanzania wazalendo, kwanza kumpongeza rais. Amefanya kitu chema, lakini pongezi zangu zinajikita katika hatua ambayo amefanya yeye ya kuendelea kuwaamini vijana na kuwa na imani na vijana, na tumeshuhudia katika baraza hili alilofanya mabadiliko. Tumeona ingizo la vijana wapya, lakini pia tumeona akiendelea kuwaamini vijana waliokuwepo. Tunashuhudia kijana mwenzetu Shonza ameingia, kaka yetu Ndungulile ameingia, lakini Kigwangala pale alipokuwepo amepandishwa juu zaidi. Huu ni mwendelezo wa Mheshimiwa Rais kuendelea kuwa na imani na vijana, na mimi kama kijana ni mshukuru na nimpongeze kwa kitendo chake na hatua yake ya kuendelea kuwa na imani na sisi, na huu ni mwanzo mzuri na ni mwendelezo mzuri kwa vijana, kwa sababu kwa muda mrefu taifa lilihitaji vijana ambao wana nguvu na uwezo wa kufanya kazi. Sasa mara baada ya pongezi hizi, nije katika jambo ambalo limenifanya niwaite. Kwanza, ninafanya mkutano huu na waandishi wa habari niweke msingi wa hoja na maelezo yangu ambayo ningependa jamii yafahamu. Wako wengi waliuliza kwa nini Jerry anafanya mkutano huu na waandishi wa habari. Nadhani fursa kwangu kuwaeleza kwamba nimetajwa, nimezungumzwa na nimeandikwa sana, na nimetajwa na viongozi wakubwa waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wameita mkutano na waandishi wa habari, pamoja na mambo mengine wamezungumza kwa muda kuhusiana na Jerry Muro, na nikaona kama unatajwa na kuzungumzwa katika mambo mabaya na chama kikuu cha upinzani, haijalishi udogo wake, lakini kwa Tanzania hiki ndiko chama kikuu cha upinzani, mimi kwangu lazima nijibu na lazima niweke kumbukumbu sawa, na nimeona ni ajibu yale yanayonihusu mimi. Ndio maana nikasema niwaite ili tuzungumze. Katika mkutano ule nilimsikia Benson Kigaila, mkurugenzi wa organization na mafunzo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na nimemsikia Mheshimiwa Godbless Lema, mbunge wa Arusha mjini, wakinizungumza, na katika mazungumzo yao wamezungumza kuhusu waraka walioutoa kwenye mitandao ya kijamii ukieleza kwamba Lema na Nassari wanastahili kupotezwa, na nikishangaa jeshi la polisi kutokuwapoteza, kutokuwachukulia hatua. Napenda kueleza kuwa waraka huo wenye kichwa cha habari utoto wa Nassari na Lema ni wa kwangu, niliuandika mimi, na katika kuandika waraka huo ulipotoka kikundi cha watu na kikundi cha vijana ambacho leo nitatoa ushahidi hapa, waliamua kuchukua waraka huo na kuuhariri baadhi ya maneno na kuongeza baadhi ya vitu na kupunguza baadhi ya vitu. Sasa kwangu nimemshangaa Mheshimiwa Lema, na amenisikitisha sana, kwa sababu mbunge ambaye wananchi wamemwamini na mkurugenzi wa organization na mafunzo, nilitegemea wao wangekuwa mstari wa kwanza kwa kufanya uchunguzi, kwa kuuliza
huu waraka ni wa Jerry Muro ukiwa na maneno haya? Lakini leo nataka Watanzania waelewe na waone tofauti ya tui la nazi na maziwa, waone utofauti wa akili ndogo kutokuongoza akili kubwa katika haya mambo ambayo napenda wayajue. Ukiona mbunge aliyekula kiapo, ukiona kiongozi mkubwa wa chama cha upinzani anaingia kwenye mitandao ya kijamii na kuanza kuokota vitu na kufanya mkutano na waandishi wa habari na kusema hiki kimesemwa na Jerry Muro, pasipo kufanya utafiti, pasipo kufuatilia na kuuliza hichi kitu ni cha Jerry Muro, mjue kabisa huyo si kiongozi. Amepoteza legality na legitimacy ya yeye kuwa kiongozi, kwa sababu wanaokota na katika kuokota huku ndiko kunakopelekea taifa kuingia kwenye mashaka. Lema na Benson Kigaila wanajua taifa kama la Tanzania linahitaji wabunge makini na wapinzani makini utakaoibua hoja na sio sinema za matukio kama huu mbea kwenye mitandao ya kijamii. Na kiukweli kama tuna wabunge wa namna hii na viongozi wa namna hii, basi nachelea kusema kwamba kamwe upinzani wa Tanzania utabaki kuwa upinzani ambao hauna tija wala dira wala hoja kwa taifa la Tanzania. Kwa sababu ukishaona mbunge na mkurugenzi wa mafunzo wanaingia kwenye mitandao ya kijamii na kudokoa, ujue wamepoteza focus. Na labda kwa kuwa mimi ni mwandishi wa habari, naomba leo nitumie fursa hii kuwafundisha Mheshimiwa Lema na Bwana Kigaila, mitandao ya kijamii haina kitu kinaitwa filtration of information. Hakuna uhariri. Mimi leo naweza nikaweka waraka nikaandika mimi ni baba yake God bless Lema, kwa kuwa tu mimi nina mtoto. Lakini je, naweza kuwa baba wa God bless Lema kwa miaka aliyokuwa nayo Lema? Na kikiwekwa kwenye mtandao wa kijamii, hakijahaririwa, hakijachujwa, hakitazamwi ukweli wake, na yeye akakichukua na kutembea nacho, mimi nadhani atakuwa amepoteza dira na amepoteza malengo. Na leo nitatumia fursa hii kumkumbusha kazi wananchi wa Arusha waliomuitia. Sifikiri kama mkataba wa Mheshimiwa Lema na wananchi wa Arusha kupitia kura walizompa ni kupambana na Jerry Muro, au Lema na Nasari kazi yao ni kuzunguka mitaani na kiflashi. Sidhani kama hii ni kazi ya msingi na majukumu ya msingi waliopewa na wananchi wa Arusha mjini na Arumeru. Leo nitawafundisha jinsi ya kuwatumikia wananchi, maana naona Mheshimiwa Lema sasa amejivua ubunge na kuamua kuwa msemaji wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ingawa chama tunajua kina msemaji wake, ingawa chama tunajua kina uongozi wake, lakini Lema anazunguka kila kukicha. Atazungumza la Lissu, atazungumza la Jerry Muro, atazungumza la Alat, atazungumza hili. Sasa mimi nimuulize, brother, we ni msemaji wa Chadema au we umejivika madaraka ya Chadema? Hivi kipaumbele cha wananchi wa Arusha ni Jerry Muro? Kipaumbele cha wananchi wa Arusha ni kiflashi unachozunguka nacho Dar es Salaam? Leo nitakwambia nani anakusaidia jimboni kwako kuwaletea maendeleo wananchi. Nitakueleza tu. Mimi kwa upande wangu natamani angenionyesha hata mradi wa ujenzi wa kizimba cha kuhifadhia uchafu ambacho Lema amefanya kule Arusha, au angenionyesha hata mradi ambao ameufanya ambao wananchi wa Arusha utawaletea maendeleo. Mimi sidhani kile kiflashi na sidhani viandiko anavyoviokota kwenye mitandao ya kijamii na kusema kaandika Jerry Muro ndicho kipaumbele cha wananchi wa Arusha. Leo kazi kubwa amemwachia Mheshimiwa Mrisho Gambo na Mheshimiwa DC wa Arusha katika kuwaletea wananchi wa Arusha maendeleo. Hapa ni lazima Mheshimiwa Lema atambue wajibu na majukumu yake yeye kama mbunge wa Arusha mjini, lakini lazima atambue wajibu na majukumu yake yeye kama baba wa familia. Sidhani kama ni busara kwa miaka yake ya kuzunguka
na kusema watu wasiomuhusu. Sidhani sahihi. Na nikuombe Mheshimiwa Lema, hebu endelea kupambana na wengine. Ukija huku kwangu huku, mimi si mwanasiasa na sijafikia kuingia kwenye siasa, ila nikiingia basi tutakutana, tutazungumza kama wanasiasa. Lakini kwa kuwa umenigusa, basi leo ngoja nikufundishe kitu, na nitakufundisha kwa lugha nyepesi, nitakufundisha kama kakaangu, Machame mwenzangu, japo umenizidi umri lakini si akili. Leo nataka niseme na wewe kwa lugha nyepesi. Benson Kigaila sihitaji kumzungumza sana, kwa sababu wote tunamjua. Kwa miaka yote aliyokaa katika siasa za upinzani, maisha yake na akili yake imezidi kudumaa. Na nawashukuru wananchi wa Dodoma mjini walinisaidia hili kwa kumnyima kura. Na nadhani hii ni kifundisho kwake. Mimi sihitaji kumjibu, kwa sababu nikisema namjibu nitakuwa pia naonekana ni kama vile mtu ambaye anaoga mtoni alafu kichaa akaja akachukua nguo zako na kukimbia nazo, na wewe unatoka kwenye mto unamkimbiza kichaa. Hapana. Kwa Kigaila hapana. Endelea kupambana na shida zako na kuelewa kuliko unavyojijua. Shida ulizonazo ni nyingi kuliko taarifa unazotoa kuhusu Jerry Muro. Kwangu si sawa. Leo nitawaonyesha wananchi waraka ambao nimeuandika mimi. Utoto huu wa mbunge Nassari na Lema kwao utakuta wameweka tuzo, wameweka certificate ikionyesha vielelezo vya wao, utumishi wao uliotukuka kwa jamii. Kwangu mimi hii ni zaidi ya fedha. Kwangu mimi hii ni zaidi ya uteuzi. Kwangu mimi hii ni zaidi ya promotion. Niliipata nikiwa sina hata certificate, hata cheti cha mafunzo ya awali ya uandishi wa habari, lakini niliweza kupata tuzo hii na taifa lilinitunuku. Hii kwangu ni promotion Lema. Katika miaka 30 na usheni niliyokuwa nayo, mimi nilijulikana nchi nzima. Leo naomba ujitokeze hadharani na wewe useme, katika miaka 30 uliyokuwa nayo, kipindi kile ukiwa umefuga rasta, umefuga dreads kichwani mwako, ulikuwa unafanya kazi gani? Mimi katika miaka 30 na ushe nikiwa kijana, nilikuwa mwandishi wa habari na nilifanya kazi ya uandishi wa habari na nikapewa tuzo, ikiwa ni promotion kubwa sana katika maisha yangu. Lema, wewe ulikuwa unafanya nini? Mbona mimi sikusema zile kazi zako ulizokuwa unazifanya usiku kipindi kile kabla hujawa mbunge? Lema, leo nitumie fursa hii kukwambia kaka yangu, nataka ujue na kujua, tumetoka Machame. Wewe umetoka Machame ya Ndronga, mimi nimetoka Machame ya Lamungo na pale Mkuu Kisereni. Vijana uliokuwa nao na kusoma nao shule ya msingi wanakujua. Baadhi walikuwa marafiki zako, na kati ya hao wengine ni wajomba zangu. Wanajua maisha yako kabla hujawa mbunge. Mimi hii ilikuwa ni promotion yangu. Tangu mwaka 2010 umeingia bungeni, wewe umefanya nini? Umepata promotion gani? Kwangu mimi hii ni heshima tosha. Nimepata hizi nyingine 2. Lema, hii ni promotion tosha ya utumishi wangu uliotukuka kwa taifa la Tanzania. Hizi tuzo nilipewa kama sehemu ya promotion. Sihitaji promotion nyingine tena na binadamu. Na unazungumza uteuzi, huko nitakujibu. Lakini katika hii nataka uone, nikiwa na miaka 30 hivi, 31 hivi, niliweza kupewa promotion hii iliyotukuka katika maisha yangu. Hii ni zaidi ya pesa. Lema, katika umri wa miaka 30 ile niliyokuwa nayo mimi, wewe ulikuwa wapi? Mimi nchi nzima ilinifahamu. Nchi nzima ilinitambua. Taifa la Tanzania walitambua kazi niliyofanya. Wewe ulikuwa wapi? Na mimi na wewe ni nani anayetafuta promotion? Nimeona nikujibu kwa mifano na kwa vielelezo. Tukija kwenye swala la uteuzi, alisema natafuta uteuzi kwenye serikali ya CCM.
Naomba nimweleze kuwa Rais Magufuli anafanya uteuzi wa viongozi kwa kuzingatia vigezo vyake anavyovijua mwenyewe, likiwemo suala la uadilifu na uzalendo na uchapaji kazi, kama alivyofanya leo. Wote tumeshuhudia uteuzi wa rais ulivyo. Profesa Mruma na Osoro wanaendelea kubaki kuwa kielelezo tosha. Profesa Kitila Mkumbo, Profesa Ndalichako, Balozi Maiga. Huu ndio uteuzi anaofanya Magufuli. Lema na wengine mjitofautishe. Uteuzi unaofanywa na Rais Magufuli ni tofauti na uteuzi unaofanywa na viongozi wenu. Na leo kwa kuwa umenigusa, basi naomba na mimi nikujibu vizuri kabisa. Ukiona mbuzi yuko juu ya mti, ujue huyo mbuzi amepandishwa. Na Lema na Kigaila, najua nyinyi mmepandishwa na mtu akawaweka pale kwenye mti. Sasa nimwambie huyo aliyewapandisha, Mheshimiwa Rais Magufuli anafanya uteuzi wake katika vigezo hivyo tulivyovisema. Lakini Lema, unajua kiongozi wako uteuzi anaufanyaje? Unajua kiongozi wako uteuzi wake ukoje? Na leo nitasema jambo dogo sana ili ujue na kufahamu, ili ujue na wajua. Mheshimiwa wenu yeye anafanya uteuzi ambao pia humletea manufaa. Kama ulikuwa ujui, naomba nikwambie, kuna mbunge wa viti maalum ameteuliwa leo, amemzalia mwenyekiti wenu nadhani watoto wawili. Kama ujauzito wake ameshajifungua, basi amempa mwenyekiti wenu watoto wawili. Huu ndio uteuzi unaofanywa na huko kwenu. Unapokuja kuniattack mimi kwenye vyombo vya habari na kuniambia natafuta uteuzi, hebu rudi kwako, mtazame kiongozi wako uteuzi wake, na tazama hawa watoto wawili waliozaliwa na mbunge wa viti maalum wa kiongozi wako yeye, ambaye yeye ndiye kielelezo cha uteuzi. Lakini umeenda mbali zaidi, umesema niko tayari kupromote au niko tayari kushabikia ndoa za jinsia moja ili nipate kula. Brother Lema, usiniguse katika hilo, kwa sababu wanaoshabikia ndoa za jinsia moja unao ndani. Kuna wadada wale wawili, malizana kwanza na wale wadada wawili ambao mko nao bungeni, alafu ndio ujitokeze hadharani utuambie sisi tuko tayari kushabikia ndoa ya jinsia moja, shauri ya kula. Wewe unawajua dada zako wawili wale wabunge, toka waeleze wananchi kwa nini wewe unawashabikia. Waeleze wananchi kwa nini hutaki kuliambia taifa ukweli kuhusu maisha yao wenzao ulionao ndani ya chama kimoja. Wao wanaishije? Brother, usiniguse mimi. Ukinigusa mimi sio mwanasiasa. Mimi nitaweka vielelezo, mimi nitaweka facts hapa, na nitaleta watu waliopitiwa na hiyo michezo hapa. Watatoa ushuhuda, watasema. Ndio maana nakwambia Lema, unapozungumza, hebu zungumza basi ukiwa unajua unazungumza na mtu gani, unazungumza na nani. Mimi ukinigusa huwa najibu kwa moto. Kwa hiyo kabla hujainua mdomo wako na kusema Jerry Muro anashabikia ndoa za jinsia moja ili nipate kula, hebu tazama huko kwenye chama chako, tazama hao dada zako wawili, alafu kisha watazama uje huku niseme na mimi ninachokifanya. Lakini katika hii hapana. Ndugu zangu waandishi, naomba niwaambie na nidokeze tu kitu kidogo. Lema ni
watu wengi. Atoke kwanza aseme alishatubu kule, alafu ndio amuite huyu Mungu wa mbinguni anayemuita. Mimi niseme maisha yako Lema, hebu yatazame kwanza kabla ya kutazama maisha ya wengine. Ila leo naomba niweke hadharani uzushi na uongo wa Mheshimiwa Lema. Wananchi, ninaposema Lema ni muongo, Lema ni mzushi, nina sababu, nina hoja. Mimi ninaweza nikasema Lema ni mzushi na muongo, lakini leo Lema hawezi kutoka na kusema mimi ni mzushi na muongo. Na leo nitawadhihirishia umma Lema ni mzushi na muongo kiasi gani. Mtakumbuka akiwa bungeni kama kiongozi wa kambi rasmi kama kiongozi wa Wizara ya Mambo ya Ndani, alisimama yeye na wabunge wengine akasema ni heshima kwa Mungu kumtukana Lowassa, na akasema mambo mengi sana. Lakini leo naona heshima hiyo yeye ndo amepewa na Mungu ya kumfanyia kampeni Mheshimiwa Lowassa. Lema, wa Tanzania wa kuamini kwa lipi? Leo umediriki kutoka hadharani na kusema gari yako imefunguliwa nati. Lakini wakati unasema gari yako imefunguliwa nati, ukumbuke hapo hapo ulisema kwamba wewe wananchi wanakuogopa, wewe jamii inakuogopa, ndio maana unalala kwa ndugu zako. Na hata ukilala kwa ndugu zako wanafanya kikao kwanza kuuliza, je, wampokee huyu mtu? Sasa nataka uwaambie wananchi, huyo mtu aliyeruka ukuta wa nyumba yako na kuingia ndani na kufungua nati za gari yako ni nani? Huyo mtu aliyekufuata kwenye gari yako ukiwa unatembea wewe, dereva wako na mlinzi na marafiki zako, akafungua nati za gari lako ni nani? Lema, usijitekenye mwenyewe na kucheka mwenyewe. Hiyo ni mbaya, hiyo sio siasa brother. Usijitekenye alafu ukacheka mwenyewe. Hivi leo ni nani anathubutu kusogelea gari lako na kushika hata mlango katika hali iliyoko sasa? Lema, unatishiwa kuuawa. Mheshimiwa IGP Simon Siro, mkurugenzi wa usalama wa taifa, ndugu yangu Kipilimba, naomba niseme jambo. Lema anapozunguka na kujinasibu kwenye mitandao ya kijamii anatishiwa kuuawa, hapa nadhani Lema umekosea. Nadhani unahitaji kurudi nyuma na kujitathmini na kuyatazama maisha yako brother. Hivi Lema, unaposema leo serikali au watu wanataka kukuua, wanakutishia kukuua, kwanza naomba nikwambie, anataka kukuua hakutishii, anakuua. Ukiona mtu anakwambia nitakuua, huyo hakuui, huyo anakutishia. Lakini anataka kukuua kamwe hata kutishia. Yeye atakuja atakupiga, biashara itaisha. Ila Lema brother, hivi leo nadhani wakati sahihi wa kwako wewe kusema serikali inataka kukuua au watu wanakutishia wanataka kukuua? Unakumbuka kipindi kile ukifanya zile biashara zako zile, kipindi kile ukiwa na rasta? Si unakumbuka kipindi kile serikali ilikuwa na nafasi nzuri sana ya kukuua, na hasa jeshi la polisi ambao mlikuwa mnakutana huko kwenye purukushani zile. Jiulize swali, kwa nini jeshi la polisi halikukuua wakati ule wa purukushani zako kipindi kile? Kijana hodari shupavu wa Kimachame, kijana hodari shupavu wa Kichaga, kwa nini kipindi kile polisi hawakukuua? Alafu ije ikuue sasa hivi ukiwa ni mbunge umechaguliwa na wananchi wa Arusha. Kwa nini wakuue sasa? Na kwa nini hawakukuua kipindi kile cha zile purukushani zile kazi zile ambazo wewe unazijua? Na ukinigusa nitazisema. Why wakuue sasa? Usiuaminishe umma, usitengeneze hofu, usitengeneze chuki kwa wananchi dhidi ya serikali na dhidi ya vyombo vya usalama. Wewe uwawe kama nani? Lema, umesoma nini? Lema, unafanya kazi gani? Lema, una nini? Kuzunguka na kiflashi usiku kucha ndio uwawe? Brother, wasiuwawe watu wanaiba mabilioni, watu wanaibia serikali billions of money, leo uje uwawe mzee wa kiflashi? Brother,
Hebu simama kama mbunge, simama kama baba, simama kama kijana jasiri. Taifa linahitaji watu majasiri wanaoweza kuibua hishu na hoja zinazosaidia ustawi na maendeleo ya taifa. Lakini biashara ya kuzunguka na kiflashi na kusema unataka kuuawa, na hofu hii ndio umeipeleka kwa wabunge wengine wote wa Chadema. Sasa hivi kila mbunge wa Chadema anakuambia anataka auawe. Nimemsikia dada yangu kule wapi Bunda kule, na anazunguka anasema amefuatwa na maninja. Hivi niwaulize swali, hivi muuawe nyinyi mna kitu gani? Nyinyi mmeiba makinikia? Nyinyi mmeiba almasi? Mmefanya nini kwenye taifa? Mbona mna hofu? Jitokezeni basi mseme mnataka kuuawa kwa sababu gani? Mbona mnazunguka mnasema mnataka kuuawa? Kila mtu sasa hivi anazunguka anasema anataka kuuawa. Kila mtu sasa hivi anasema maisha yake yako hatarini. Msiongeze hofu kwa Watanzania. Msiongeze chuki kwa Watanzania. Mimi nawaomba, kama hamna la kufanya, kama Magufuli amemaliza ajenda yenu ya ufisadi, basi mrudi, mjitathmini, mtafakari. Taifa linahitaji upinzani wenye kujenga hoja, wenye kuibua hoja na sio kuibua sinema na matukio. Taifa haliwahitaji watu wanaozunguka na kiflashi. Taifa linahitaji watu wanaoibua hoja, hoja ambazo zitasaidia taifa, kwa sababu hili taifa ni letu sisi na nyinyi na wananchi wengine wote. Tushindane kwenye hoja, tusishindane kwenye hofu, kwenye chuki, husuda na choyo. Lakini nimalize tu hapa kwa kuleta hoja moja ambayo nataka Watanzania tuitafakari. Mheshimiwa Lema kabla hajaingia kwenye siasa, nakumbuka kabla Lema hajaja kwenye siasa, tulikuwa na wanasiasa enzi zile za Nyerere, kina Abrahamani Babu, kina Oscar Kambona, kina Edwin Mtei, wakaja kina Agustin Lyatonga Mrema, wakaja kina Bob Makani, kina Emmanuel Makaidi. Tukawaona watu kina James Mbatia, kina Fahmi Dovutwa. Kipindi kile siasa ilikuwa ina ushindani wa kweli. Lakini leo tunashuhudia siasa ya ingizo la kina Lema sasa. Na ingizo hili leo nataka tulijadili. Tangu watu wa aina ya kina Lema wameingia kwenye siasa, watu ambao hatujui walikuwa wanafanya kazi gani kabla ya kuingia kwenye siasa, tumeshuhudia matukio mbalimbali ambayo leo nataka niyaseme. Mtakumbuka ndugu yangu Habibu Mchange aliandika waraka na akaandika taarifa, akaipeleka kwa jeshi la polisi, akaipeleka kwa msajili wa vyama vya siasa. Nataka Lema na Kigaila mtafute ile ripoti ya Habibu Mchange ambayo alisema chama cha Chadema ni chama cha aina gani, ambacho kinahusika na vitendo vya aina gani. Ule waraka bado uko hai, na kama hamjui upo, basi sisi tutautoa, tutawaonyesha wananchi, tutawaeleza wananchi. Mimi nakumbuka ingizo la kina Lema ndio limeleta Red Brigade, kikosi ambacho wote tunajua kilifanya nini kule Igunga kwenye uchaguzi wa marudio, kikosi ambacho tunajua kilifanya nini kwenye uchaguzi wa marudio kule Arumeru. Lakini niwaambie, mnakumbuka mauaji ya Igunga mwaka 2011? Mnajua uhusika wa haya matukio na hawa watu na hivi vikundi. Sitaki kuwarudisha huko, nyinyi mnasahau, lakini mimi sitaki kusahau. Ndio maana nataka niwaonyeshe tofauti ya tui la nazi na maziwa ikoje. Wananchi wanaweza wakaona yote ni rangi nyeupe tu, lakini ladha ni tofauti. Lema, unakumbuka bomu la Ola City? Unajua lakini chanzo chake? Unajua shughuli yake? Hivi
Leo waandishi, mkipata fursa, naomba mmuulize Zitto Kabwe ni nini kilimkimbiza Chadema, naye alivyoondoka Chadema alisemaje. Kumbukumbu na maneno yake hayatafutika, yataendelea kuwepo katika akili za Watanzania miaka yote. Hivi Lema, unajua nini kilimuondoa Zitto Kabwe Chadema? Hivi unajua uhusika wako? Hivi unajua alifanywa nini? Kama hujui, ukae kimya basi. Usiwaguse watu wenye akili kubwa kukuzidi wewe, utafedheka. Mimi nakumbuka aliyofariki Mheshimiwa Chacha Wangwe. Kifo chake kilikuwa na utata mkubwa sana, na mkakaa kimya na kuipisha serikali ifanye uchunguzi, na kwa kuwa mlikuwa mnahusishwa kwenye hicho kifo, mlinyamaza kimya. Na dereva wa Chacha Wangwe ni rafiki yangu, yule aliyepata ajali, akapelekwa mahakamani akahukumiwa miaka 2, lakini mnajua yule dereva alikuwa ni msaidizi wa nani kwenye chama chenu? Katika tukio la Chacha Wangwe mlisubiri serikali ifanye uchunguzi, mlisubiri mjue nini kimesababisha hivyo. Labda nikuulize Lema, mbona kwenye kifo cha Mzee Ndesamburo hamkupiga kelele kuuliza uchunguzi? Au kwa kuwa Mzee Ndesamburo alifariki akiwa kwenye mikono yenu? Lakini sisi hatukutaka kuhoji, kwa sababu hatuwezi kuhusisha kifo cha mtu, kifo cha kiongozi aliyeleta heshima, na matukio ya kipumbavu. Lakini kwa kuwa na nyinyi mmeanza kupekenyua matukio ya kipumbavu, basi naomba tuwaulize Lema na wenzako, tambueni mlimkamata mlinzi wa Dr. Slaa. Mlichomfanyia anajua yule mlinzi, lakini tafika wakati tutamwomba aje aseme, azungumze yale mliomfanyia, na aseme unajua nini kinaendelea katika vikao vinavyofanywa usiku kucha kuhusiana na kuratibu matukio mbalimbali. Ila mimi naombi kwa serikali, sasa nimebaini hii mikutano na waandishi wa habari mnayoifanya ni sehemu ya nyinyi kuendelea na mikutano yenu ya kampeni za kisiasa. Kwa sababu leo kama unaitisha press conference ambayo inamjadili Jerry Muro ambayo unamtolea hoja ambazo zote nimezijibu, hoja ya promotion, Lema nimekuonyesha tuzo ambayo nilipata kama promotion ya kutosha katika maisha yangu. Hoja ya mimi kushabikia ndoa za jinsia moja ili nipate kula, hoja ambayo nimeijibu, nimekwambia hebu tazama huko ndani kwako, unao wale dada zako wawili wale. Kwa nini unawashabikia wao? Sasa tumebaini. Na mimi niombe serikali, niliombe jeshi la polisi sasa lianze kufuatilia hii mikutano ndani yake ina nini. Sababu leo nimepigwa mimi, leo mmenitaja mimi kwa kupitia taarifa za kwenye mitandao ya kijamii, taarifa ambazo hata mimi naandikwa, taarifa ambazo hata mimi leo natajwa kwamba mimi ndo nimefungua nati ya gari lako, wakati wewe ukweli unaujua. Kama ni taarifa za kwenye mtandao, mbona Chadema in my blood Lema hujathubutu kuwasema? Mbona kila siku wanazunguka na kutukana watu? Na kama unabisha, ingia kwenye Instagram page yangu, ingia kwenye Facebook page yangu, utaona matusi niliyotukanwa Lema. Na kama ni waraka ambao unakutoa povu alioandika Jerry Muro, waraka original huu hapa, njoo soma hayo maneno ambayo unayasema yakoje humu, yameandikwaje humu kwenye huu waraka original ambao nitawapa waandishi wa kuletee. Lema, nikukumbushe tu, wananchi wa Arusha, Lema wameingia mkataba na wewe wa wewe kufanya kazi ya ubunge. Wananchi wa Arusha wameingia mkataba na wewe
wa wewe kuwaletea maendeleo, na hiyo ndio kazi kubwa ya wananchi wa Arusha waliokutuma. Wananchi wa Arusha hawakukutuma ukawe msemaji au katibu mwenezi wa itikadi wa Chadema. Wananchi wa Arusha hawakukutuma ukapambane na Jerry Muro. Wananchi wa Arusha wamekutuma wapate huduma bora za afya. Leo jimbo la Mheshimiwa Lema halina hospitali. Hospitali zilizopo ni za mashirika na taasisi na hospitali ya serikali. Lakini Mheshimiwa Gambo leo ndo amevaa viatu vyako. Leo Gambo amezindua mchakato wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Arusha mjini. Leo Mheshimiwa Gambo amepata mradi wa maji wa bilioni 140 na kitu, hela zilizokopwa kutoka African Development Bank AFDB. Mheshimiwa Gambo amepambana, amepata mradi mkubwa wa maji ambao utakuwa ni suluhisho kwa wananchi wa Arusha. Wakati Gambo anapambana kukutafutia maji, wakati Gambo anapambana kuhakikisha eneo la kwa Mrombo linapata umeme wa uhakika na tayari ameshaupata, hatua za kuufunga zinaendelea. Wakati Gambo anapambana kujenga barabara ya njia 4 kwenda na kurudi ambayo Mheshimiwa Rais ameifungua, leo wewe unazunguka mitaani na kiflashi. Wewe leo uko Dar es Salaam ukipambana na Jerry Muro. Wewe leo uko Dar es Salaam ukizungumzia mkutano wa Alati. Wewe leo uko Dar es Salaam ukizungumzia gari lako kufunguliwa nati. Wewe leo uko Dar es Salaam ukizungumzia hujuma za kutaka kuuawa ukiwa unaendesha gari kule Karatu, ukapita ukiwa gari likiwa na spidi, umesema jana ukamwachia steering mkeo, wewe ukaruka kichakani. Hey, Yesu wa Israeli. Lema, unathubutu kuwadanganya wa Tanzania ukiwa unakimbia ukiwa spidi kali, ulivyoona unafukuzwa ukamwachia mkeo steering wewe ukarukia kichakani. Lema, leo ukimbizwe wewe. Kwani kukimbizwa kipindi kile ukiwa unafanya ile biashara ya kuvusha yale mambo kule Kenya kule ukiwa na rasta? Kwa mbona ukipindi kile ukusema ulikuwa unakimbizwa ukaingia kichakani? Leo unathubutu kuambia Tanzania eti ulimwachia gari mkeo wewe ukaruka kichakani. Kichaka gani uliruka brother? Steering gani ulimwachia mkeo gari likiwa kwenye mwendo brother? Leo unadiriki kusema gari yako imefunguliwa nati ili uwawe. Hivi mtu akikufungulia nati ya gari, si tairi za nyuma zinaanguka tu, gari linaanguka kwa nyuma tu? Lema, nani atakuja kwako kufungua nati za gari yako wakati wewe umeshajitaja kwamba wewe unafuatiliwa? Sasa nimalize kwa kusema wakati mzuri wa maisha yako Mheshimiwa Lema na Bwana Kigaila na ndugu zangu wengine hawa mnaonitukana na kupambana na mimi, naomba niwaambie wakati mzuri wa maisha yenu ni pale ambako mtatambua matatizo yenu ni yenu na sio matatizo ya wake zenu, na sio matatizo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sio matatizo ya Jerry Muro. Utakapotambua tatizo lako ni lako, huo ndio wakati mzuri wa maisha yako. Lema, ni kuombe wewe, ni kaka yangu, tumetoka Machame, wewe umetoka Nronga, mimi nimetoka Nkuu na Lamungo. Kama unahitaji mazungumzo na mimi, kama unahitaji mdahalo na mimi au mjadala na mimi, njoo tuzungumze. Tutazungumza Kiingereza, lakini sio kama kile ulichoongea kule Nairobi kule KTN, hapana. Tutazungumza Kiingereza fasaha. Lakini kama unataka tuzungumze Kiswahili, njoo tutazungumza. Na kama unataka tuzungumze Kichaga, Kimachame, mimi niko tayari kuzungumza Kimachame. Lakini cha zaidi sana, saidia chama chako kuelezea ilani ya uchaguzi ya chama chako. Hebu wasaidie wana Arusha kuwaeleza umewafanyia nini tangu umeingia. Maana mimi nachojua tangu umeingia
unasafiri kwenda Nairobi, unakuja Dar es Salaam, unazunguka na flash yako, unakwenda kukaa hotelini. Hicho ndicho ninachojua. Lakini kama kweli wewe ni mbunge na kama kweli wewe ni mwanaume wa shoka, basi njoo tuzungumze. Umewafanyia nini wana Arusha? Hela ya mfuko wa jimbo shilingi ngapi umeitumia kwenye nini? Mshahara wako umewasaidiaje wananchi wa Arusha? Vijana ambao ndio walikuwa tegemeo lako, leo tumeshuhudia Mheshimiwa Mrisho Gambo amewapa pikipiki 200 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 na kawakopesha bila riba. Yaani kama pikipiki umepewa kwa milioni 1, unatumia unarudisha milioni 1 tu. Leo Mrisho Gambo amesaidia mikopo kwa wanawake zaidi ya 400. Wamepata mikopo mizuri ya maisha yao. Kazi ambazo zilitakiwa kufanywa na mbunge ambaye unalumbana na kina Jerry Muro, ambao mimi si diwani, si mwenyekiti wa serikali ya mtaa, si mbunge. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa Innovative Media Solution, kampuni ambayo inazalisha vipindi vya televisheni. Sasa unapokuja kupambana na mimi, wananchi hawakuelewi. Usiniwekee chuki kwa wananchi. Nisubiri siku nikiwa mwanasiasa, tukutane kwenye majukwaa ya kisiasa. Mimi ukinigusa nitakujibu kwa moto. Na moto wenyewe ndio nitauanza. Nitaelezea wewe ulikuwa nani. Nimeambiwa kazi zako. Nimeambiwa maisha yako. Lakini kwa heshima ya kutoka eneo moja, siko hapa tuumbuane. Ndio maana nikakujibu haya machache kwa hoja nilizokuwa nazo. Ndio maana nikasema nitakujibu. Na kama ulikuwa ujui Mrisho Gambo amefanya nini jimboni kwako, naomba hata nikujibu kwa takwimu. Bilioni 476 zimepatikana kutoka FDB kwa ajili ya mradi wa maji. Mradi ambao utaleta suluhisho kwa wananchi wa mkoa wa Arusha na haswa Arusha mjini. Na hizi ni jitihada pekee za Mrisho Gambo kukusaidia wewe ambao unazunguka na flash huku mitaani na kupambana na kina Jerry Muro, ambao sisi wa wabunge. Mradi wa umeme kwenye eneo la Mrombo unakamilika. Wananchi watapata umeme wa uhakika. Jitihada za Mrisho Gambo na DC. Wewe unazunguka na kiflash kupambana na Jerry Muro. Jiji linajenga hospitali ya wilaya. Tangu umekuwa mbunge 2010 mpaka leo umeshindwa kutengeneza hospitali. Lakini Mrisho Gambo anakusaidia kwa kujengea vituo vya afya 3 vikubwa. Kina mama 500 wamenufaika. Mradi wa barabara kutoka Sakina Tengeru, njia 4 kwenda njia 4 kurudi umekamilika. Mbunge unafanya nini? Kwa unalumbana na Jerry Muro Lema. You're wasting your time. Mimi sio level yako. Rudisha nyuma miaka yako ukiwa na umri kama wangu. Miaka 30 mimi nimepata tuzo na heshima kubwa kwenye taifa la Tanzania. Leo nitafutia umaarufu wa nini Lema? Hivi mimi na wewe nani anatafuta umaarufu? Hebu toka bungeni, njoo mtaani huko. Wewe useme unafanya nini na mimi niseme nafanya nini. Alafu rudisha miaka yako nyuma ukiwa na umri kama wangu. Ulikuwa unajulikana wapi kama sio pale Ndronga tu? Pale Machame kwenu nyumbani, familia yako na majirani zako. Na wengine walikuwa wanakujua shauri ya utundu wako. Lakini mimi nikiwa na umri kama wako, nimeweka rekodi iliyotukuka kwenye taifa la Tanzania. Mimi nimewasaidia wazee wa Afrika Mashariki walikuwa wanafuatilia mafao yao. Nilipigwa mpaka maji ya kuwasha nikiwa na wazee kipindi kile na ripoti habari kule kwenye vyombo vya habari. Kina mama wanajua kwenye mahospitali wakati wananyanyaswa, wanaambiwa kabla ya kujifungua njoo na ndoo, utazani kule hospitali wanakwenda kuteka maji. Mimi nilifanya nikiwa mwandishi. Richmond unajua story nilizozirusha. Nilisimama kwenye jukumu langu. Nilipambana na rushwa na ufisadi. Taifa likaniona, likanipa award, likanipa tuzo. Wananchi wanajua. Sasa wewe unajitokeza unasema mimi natafuta umaarufu. Mimi natafuta uteuzi. Brother, mimi sidhani kama hii ni siasa ambayo Lema kwa najua huna akili. Hiyo najua. Hata nikisema nifuatilie cheti chako ni aibu. Tusiende huko. Tukienda huko kwa sababu nitakwenda pale Ndronga pale shuleni pale. Uposoma primary na ulikosoma sekondari.
Sitaki tufike kwenye sehemu ya kulumbana mimi na wewe. Hebu niache. Kama kuna jambo umeona nimeliweka limekukwaza, unaweza ukanitafuta. Laiti ungenitafuta na kuonyesha ukweli wa huo waraka, leo usingepata aibu hii ambayo unaipata. Mbona unaokota okota tu kama ndugu yako huyu kiongozi wako anavokotokota wanawake barabarani? Usiokote okote Lema. Fanya utafiti. Tafuta andiko aliloandika Jerry Muro, lisome, alafu njoo kwenye vyombo vya habari nijibu. Lakini unasimama baba mtu mzima, una familia, una mke, una watoto, wananchi wamekupa kura, unaokota kitu kwenye mitandao ya kijamii, unakuja unasema Jerry Muro kasema sisi tupotezwe. Lema, ungepotezwa kipindi kile unafanya zile biashara zako zile. Mimi mbona nimeandikwa? Sijamtafuta huyu bwana. Mimi mbona nimeandikwa Lema? Sijamtafuta yule aliyeniandika. Kwa sababu vyote hivi kwenye mitandao ya kijamii ni vitu vinawekwa tu na mtu anavyojisikia. Lakini wewe unaokota kitu tu huko, unakwenda kunifanyia mkutano wa waandishi wa habari. Lema, nikutishie nini? Usiogope kivuli chako. Usiogope hukumu ya matendo yako. Hata kama uliokoka ukabatizwa maji mengi, matendo uliofanya kipindi kile ukiwa na rasta, damu za wale watu bado zitakufuata, bado zitakuandama. Kabla ya kuanza kuwatazama waliomjeruhi Lissu, hebu jitazame na wewe. Hebu tazama maisha yako, alafu ndio uje utazame maisha ya Jerry Muro. Mimi katika umri huu ni mkurugenzi mtendaji na kampuni yangu najikongoja. Mungu ananisaidia, napata riziki, naishi, napata matibabu, naendesha kagari hata kama ni kadogo kakwangu, napata kilicho halali. Sasa wewe katika umri kama wangu ulikuwa wapi mzee wakati unavuka boda kwenda Kenya? Waandishi wa habari, niwashukuru na niombe mniwie radhi kwa kuwaita na kusema haya niliyoyasema, kwa sababu kutajwa na chama kikubwa kama kile, lazima niwaambie Watanzania ukweli. Lazima niondoe hii chuki ambayo imepandikizwa kwa Watanzania na hawa viongozi wa vyama vya siasa. Niwashukuru. Kama kuna maswali basi tuzungumze, kama hakuna maswali niwatakie utendaji mwema wa kazi za kila siku. Karibu brother. Swali la kwanza ni wewe umeona umuhimu gani kujibu hoja ya Lema, ingawaje wewe si mbunge wala si mwanasiasa, na tunakuja kwamba wewe ni mwandishi wa habari na si msemaji wa serikali au chama. Na swali la pili, katika mazungumzo yako mengi umekuwa ukizungumzia sana mshogamu, ni kwa nini na sio binafsi? Alafu swali la pili, katika mazungumzo yako mengi namzungumzia Mrishogambo. Asante. La kwanza, kwa nini najibu? Na ngoja nikusubiri basi uweke mwanga. Mwaka ndio uliuliza swali. Tuchukue maswali yote. Sawa. Nina maswali mawili bwana Jerry. Kwenye hii press yako mwisho umesema mzalendo halisi. Sasa tumekuwa tukifuatilia sana kwenye maandiko yako, hatujawahi kukutana na umejaribu kukriticize serikali. Sasa swali langu, je, kwa kila kinachofanyika ndani ya serikali yetu wewe unaona kiko sahihi kiasi kwamba hakuna cha kukosoa, au ni kwa sababu haujakaa pia upande wa ambao unasema negative na positive? Asante. Swali mwingine. Naitwa Rafael kutoka Tanzania na Binto. Swali langu ni kwamba nimekusikia unasema kwamba Lema anaongelea hoja za mitandaoni. Ina maana yale maandiko yanayotembea sio wewe unayeandika, na kama anayeandika ni nani
Sababu ni kama umeyakataa kwamba sio wewe. Sawa. Mimi naitwa Hilali natokea. Hilali, naomba najibu kwanza haya. Naomba nijibu haya alafu utakuja. Kwanza TV umeuliza umuhimu wa mimi kumjibu Lema. Umuhimu wa mimi kujibu haya niliongelea. Ninayoyaongea. Namjibu Lema kwa sababu Lema katika press yake amenitaja. Amenizungumza. Na kama ulikuwa hujui amenizungumza, basi naomba niseme. Lema alisema mimi natafuta promotion. Na natafuta umaarufu. Lakini mimi niko radhi kutetea ndoa za jinsia moja ili nile. Na kutajwa na kuzungumzwa na mtu mkubwa mwandamizi kwenye chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania sio jambo la kubeza. Najua unashangaa kwa sababu wewe ulishambeza Lema. Ulishamuona Lema is useless kujibiwa na mimi. Ulishaona Lema he is nobody. Ni mzunguka na kiflashi tu. Kwa hiyo labda Jeni nisingemjibu. Ndio kwako is useless. Ndio kwako ni mzunguka na kiflashi. Lakini mimi kwangu hii ndio fursa ya kumuonyesha Lema sitafuti umaarufu, kwa sababu umaarufu nilishaupata mwaka 2009 na promotion nilishaipata mwaka 2009 nikiwa na tuzo hizi 3, nyingine hiyo hapo. Nilipewa tuzo 3 na moja ya mwandishi bora wa habari wa jumla wa umahiri wa uandishi wa habari. Kwangu hii ni promotion tosha katika maisha yangu nikiwa na umri wa miaka 31. Kipindi kile hii ilikuwa ni promotion tosha. Na kama ni umaarufu Lema, mimi katika umri huu nilishajulikana. Nimeacha historia ya nchi ya Tanzania ya kuonyesha traffic polisi wa kila rushwa. Sio hivi vipicha vyenu hivi vya vikamera vyenu. Mimi niliweka mziki, watu waliona noti. Mtu anapokea, anaweka mfukoni, anageuka, anasogea pembeni. Mimi ndiye kidume, mimi ndiye mwanamume niliweka ile peke yangu Tanzania. Historia haijawahi kufutika Lema. Niko peke yangu. Na ninakujibu, nilidhani wewe na Nasari mngekuja kwangu niwafundishe tunafanyaje. Lakini angalia akili zenu zilivyo ndogo kama kisoda. Mmekwenda huko mkaokota mlivyookota. Sasa leo nataka nikujibu. Nikwambia Lema, mimi sitafuti umaarufu. Umaarufu nilishaupata huku. Wewe ukiwa na miaka 29, 30, 31, Lema ulikuwa wapi? Ulifanya kitu gani kilichotukuka kwa taifa lako? Brother, ulifanya nini Lema? Usijilinganishe sasa hivi. Macheo ya jua yanakaribia katika maisha yako, alafu nataka kujifananisha na Jerry Muro baada ya kupata ubunge. Chief, mimi nikipata ubunge na kwenda mbele zaidi. Na ndio maana nakwambia katika umri kama wa kwangu, wewe ulikuwa wapi kipindi kile una rasta? Wewe ulikuwa unafanya nini ile kitu ya kuvuka Kenya ile kurudi? Ulikuwa unafanya nini? Mimi katika umri kama huu nilikuwa napambana kwa taifa langu. Nilipambana kwenye rushwa. Nilisema fulani anakula rushwa. Nilisema kule Bagamoyo wakataka kunigeuzia kibao, lakini waziri mkuu Pinda alikwenda na kuwatoa madarakani watu 5 wa halmashauri. Ile kwangu ilikuwa ni kazi iliyotukuka Lema. Nikapata tuzo hizi ziko 3 hapa. Naomba na moja. Hizi hapa 3 hizi. Ziko hapa hizi. Naomba na moja, kama unahitaji nikupe uweke nyumbani kwako kama souvenirs. Lema brother, nakushangaa. Usijaribu kutafuta umaarufu. Mimi nikiwa na umri mdogo nilishatingisha Tanzania. Wewe Lema unakuja kuwa maarufu mtu mzima, umaarufu wa kulala jela, umaarufu wa kukaa rumande. Afu nataka kusema Jerry Muro anatafuta umaarufu kwako. Huu umaarufu ulikuwa tosha huu. Leadership Forum imenipa tuzo. USAID imenipa scholarship ya kwenda kusoma Marekani. Mimi nimekwenda kusoma Marekani kwa scholarship. Lakini pia umeuliza swali. Nimeamua kumjibu kwa sababu pia amesema mimi niko tayari kushabikia ndoa za jinsia moja kwa kutaka kula. Lema, nikiwa na umri kama huu nakula vizuri, naishi pazuri.
Nitafute kura kwa kushabikia nini? Haya mambo watu wanasema kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Wewe nadhani masuala ya jinsia moja ndio yamekujaa, ndio yanayokutoka. Na unaposema mimi nashabikia, hebu rudi nyuma, angalia dada zako huko ndani huko ulionao. Malizana kwanza na dada zako. Hao ulionao, unawajua hao wabunge hao. Ukishamalizana nao, njoo nifuate mimi. Lema unasema kuhusu uteuzi. Mimi natafuta uteuzi. Lema, hii ukienda Ulaya, ukienda kwa watu, nenda kwa mzee Mengi pale IPP. Utaona ofisi ya Mengi kaweka tuzo, kaweka awards, kaweka barua, vitu ambavyo jamii imemappreciate. Haweki hela. Mimi kwangu ukija, ndio promotion nayoweka nyumbani kwangu. Mtoto wangu anauliza baba, hii nini? Namwambia mwanangu, wakati niko na umri fulani nilifanya kazi iliyotukoka kwa taifa la Tanzania. Nilipambana na ufisadi, nikapewa tuzo hii. Mtoto wangu anaona anafurahi. Sasa wewe Lema, utasema nini? Utasema kukaa Kisongo gerezani pale ndio promotion ambayo umeipata katika maisha yako brother? Haya. Brother, usitake kuvunja moyo wa zalendo. Usitafute sababu za kunirudisha nyuma. Najua kuna watu wamekutuma. Na hao waliokutuma nilishakwambia Lema, ukiona mbuzi kakaa juu ya mti, ujue kapandishwa. Najua na wewe umepandishwa mtini. Huyo aliyekupandisha, mwambie yeye mbona anateua. Akishateua anawajaza mimba. Sasa hivi ana mtoto wa pili kwa yule mbunge wa viti maalum. Mbona mimi sijasema hii brother? Siwezi kusema kwa sababu ni kitu ambacho hakina maslahi kwa taifa. Taifa linahitaji hoja na ajenda ambazo zinawasaidia wananchi kupata maendeleo kama anavyofanya Mheshimiwa Rais. Nije kwenye swali la pili. Kwa nini namzungumzia Mrisho Gambo? Mrisho Gambo kwangu ni kielelezo cha kiongozi shupavu, cha kijana shupavu, cha kijana ambaye amefanya vitu ambavyo sisi wengine tunahitaji kumpongeza na kumtia moyo. Leo wakati Lema anazunguka na kiflashi, wakati Lema anatengeneza sinema ya kujifungulia nati za matairi ya gari lake na kuanguka, yani mtu anajitekenya anacheka, Mrisho Gambo amepata mradi wa bilioni 476. Hii ni fedha ambayo serikali ya Tanzania imepewa kama mkopo na AFDB kwa ajili ya mradi mkubwa wa maji kwa wananchi wa Arusha mjini. Bilioni 476. Leo utaniambia nisimzungumzie Mrisho Gambo? Mimi si kijana mbinafsi. Si kijana mwenye kila na kitu cha kirohoni. Kijana mwenzangu anapofanya jambo, lazima nimsifie, lazima nimpongeze, na lazima nimchukulie kama kielelezo. Lakini leo Mrisho Gambo kwa jitihada zake mwenyewe amepata pikipiki 200 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200, kagawa kwa vijana kwa makubaliano ya mkopo usiokuwa na riba. Nitamkwepa Mrisho Gambo kumzungumzia? Hata wewe mwenyewe unayeniuliza swali, utakwepa kulisema hili? Sisi tunaamini, sisi tusiposema Mungu atainua mawe yatasema kama wewe unavyouliza hili swali. Lakini wakina mama 500 wamepata mikopo mikubwa mizuri wa pale Arusha. Leo Sakina Tengeru ni barabara ya njia 4 kwenda 4 kurudi. Gambo ndiye mwenyekiti wa kamati ya barabara. Na hizi barabara imejengwa kwa fedha za Tanzania. Imejengwa kwa na TANROADS. TANROADS wametumia fedha za Tanzania. Mrisho Gambo kama mwenyekiti wa kamati ya barabara, kwani nisimpe pongezi zake? Kwani nisimpongeze? Ni kijana amefanya vizuri. Vijana tusisubiri kijana akosee. Mbona la Makonda mmelisema? Mbona la Makonda mmelisikia bango bashite? Lakini leo angalia Makonda amejenga hospitali, anapima butu bure. Sasa hivi anajenga vyoo na ofisi za walimu. Makonda kitu gani hajakigusa Dar es Salaam? Miradi ya maji iko Kigamboni, leo anatengeneza inakuwa kama Dubai. Showroom za magari zinakwenda kule. Ni kitu gani ambacho hawa vijana hawajakifanya? Nisipowazungumzia mimi, mawe yatapiga kelele. Ndio maana nikasema la Gambo nizungumze. Na nimezungumza la Gambo kumuonyesha Lema mfano. Kazi anayofanya Gambo ndio kazi alitakiwa afanye Lema kama mbunge.
Sasa mbunge anazunguka na kiflashi, mbunge anazunguka huku na Jerry Muro, mbunge yeye kawa producer wa sinema. Yaani script anaandika yeye, kamera anashoot yeye, editing anafanya yeye, alafu kurelease filamu ana release yeye. Ushaona wapi? Kwani siseme? Nije kwa bwana wa Dampia, mzalendo halisi. Maandiko yangu sijawahi kukosoa serikali. Mimi naomba nikwambie, kama kuna waandishi Tanzania wanaohitaji kupigiwa mfano na wanaohitaji kuonyeshwa mfano, mimi pamoja na nyinyi waandishi wenzangu, basi ni Jerry Muro. Ukumbuke nilipata kesi miaka 3. Serikali hii ya 15. Ndo narudi kaka. Umeuliza swali, naomba nikujibu. Na nakujibu swali kwa kututengenezea hoja ambayo tutakuja nayo hapa. Kama kuna mwandishi ambaye amepambana kwa kufichua maovu ya rushwa, kwa kusema ukweli, kwa kuonyesha rushwa hadharani, kwa kujitoa mwanga, najua wako waandishi wengine wamefanya, lakini Jerry Muro amebaki kwa kielelezo. Mimi kazi yangu niliifanya na nikawa naweka pistol cam stand up ile Jerry Muro. Mtazamaji, kama unavyoweza kuona hiki ndiko hivi na hivi na hivi na hivi, nikiripoti mimi ni Jerry Muro. Nilifanya, nilijitokeza hadharani. Wenzangu wa magazeti wanaandika na mwandishi wetu, lakini mimi nilijitokeza hadharani. Nilisema fulani anakula rushwa, nilisema Bagamoyo kuna rushwa. Waziri Mkuu Pinda akaenda akawaondoa wale 5. Nilionyesha mgambo wa jiji wanavyofunga magari ya watu wanavyochukua rushwa. Tulisema ya mitambo ya umeme ilivyoletwa pale na Antonov. Tulisema, na nilipambana na rushwa. Nikapata kesi miaka 3. Nikavumilia. Kesi ilivyoisha, sikuitukana serikali. Sikukimbia Tanzania. Kwa sababu gani? Niliamini wale walionitesa walikuwa ni 2 watatu ambao wote hata nikutajia majina yao hapa hawapo sasa hivi. Baadhi wamefariki, baadhi wamekosa uwaziri, wamekosa ubunge, wakagombea tena Afrika Mashariki wakakosa, na watakosa hata wakigombea serikali za mitaa. Sasa nilichokuwa napambana nacho mimi ni rushwa. Nilichokuwa napambana nacho mimi ni ufisadi. Amekuja Mheshimiwa Magufuli. Ajenda yake ya kwanza ilikuwa ni ufisadi. Ajenda yake ilikuwa ni kupambana na rushwa. Leo tumeona imefunguliwa mahakama division ya ufisadi. Leo tumeona watu waliokuwa hawakamatiki wanakamatika. Wengine mpaka wanasema matumboni mwao kuna maputo. Tuko tunayajua haya, tumeyajua kwake. Leo tumeona ajenda ya ufisadi si tena ajenda ya Chadema. Ndio ajenda aliyeshika baba yangu Dr. Wilbrod Slaa. Akataja list of shame Mwembe Chai. Magufuli kaingia, kitu cha kwanza kukifanya ni rushwa. Hajaiondoa yote, lakini kwa 80% mziki wake umesikika. Kwa 80% wa Tanzania wameona dhamira yake. Na anavyoendelea kwa miaka hii iliyobaki na ile mingine akishinda tena uraisi, naamini rushwa Tanzania itakuwa historia. Na kukudhihirishia hili, wapinzani hawana tena ajenda ya ufisadi. Leo ukuti Zito akizungumza ufisadi, ukuti Mbowe Lemo akizungumza ufisadi. Leo wamehamia kwa Bashite, wamehamia Nairobi, wamehamia kwa Jerry Muro, ndio ajenda zao. Wale wamegeuka kuwa watengeneza filamu. Sasa ajenda ya ufisadi ilikufa. Na kwangu mimi ndio ilikuwa a main objective yangu. Nilisema nitakuwa mwandishi, nitapambana na rushwa na ufisadi. Na nikapambana nao. Amekuja Magufuli, kanisaidia, kauondoa, anaupunguza, anaumaliza. Kwani mimi nisimuunge mkono Rais Magufuli? Lakini leo tuna rais ambaye anakwambia hata kama mke wangu atahusika katika baadhi ya vitendo vya rushwa na ufisadi, akamatwe. Leo tunashuhudia rais ambaye ana utayari wa kisiasa, tunaita political will. Kwa muda mrefu Tanzania tulikuwa tunapambana na kitu kinaitwa political will ya rais. Sasa Magufuli amekuja, ana political will. Na ndio maana ukiangalia mambo mengi hata wapinzani wanayoyasema, Magufuli anayafanya kwa utashi wake yeye mwenyewe wa kisiasa. Vitu vingi anavyovifanya, anavifanya kwa utashi wake yeye mwenyewe. Sasa mimi leo niseme nini? Rushwa ndio hiyo.
nipe habari, nipe story. Dawa za kulevya ndio ilikuwa ajenda yangu namba 2 ambayo nilishaianza kuitengeneza. Leo rais kamwambia Makonda kamata. Leo tunashuhudia rais kaunda ile tume, kamweka Sian na tume inapambana na matokeo unayaona. Labda unipe story. Ukinipa story tafanya nyingine, lakini yale ambayo nilikuwa nikipambana nayo mimi sasa hivi kwangu naona rais aliyepo anapambana nayo kwa kiasi kikubwa na anatosha na anaendelea vizuri. Rais aliyepo mimi nitamuunga mkono kwa sababu yale niliyokuwa napigana nayo mimi ndiye yeye anapigana nayo. Sasa kwa nini simuunge mkono? Kwa nini simsupport? Ndio maana nasema, na naomba unielewe, na naomba niseme hili kwa vijana wote Tanzania. Napata matusi mengi sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ninaiunga mkono serikali. Ninatukanwa, ninaambiwa mimi nasubiri uteuzi, ninaambiwa mimi natafuta kiki, ninaambiwa mimi sina kazi ya kufanya. Naomba niseme, nyinyi mnaonitukana hamkuwa hata siku moja kupambana na rushwa. Nyinyi mnaonitukana wakati mimi napambana na rushwa, nyinyi mlikuwa mmekaa kwenye TV mnaniangalia na kumwambia, mama Jerry Muro huyo, njoo muone Jerry Muro, angalia Jerry Muro anamkua askari." Nyinyi ndio mlikuwa mnakaa kwenye TV na kunitazama. Mimi nilifanya kwa vitendo. Mimi nilikuwa kielelezo cha kupambana na rushwa. Lakini leo ninapoipongeza serikali kwa kuanza kupambana na haya masuala na kuanza kuleta maendeleo, ninapompongeza Magufuli kwa kuhakikisha anadhibiti rasilimali za nchi ya Tanzania zitunufaishe sisi, naambiwa natafuta kiki, naambiwa natafuta cheo, naambiwa natafuta kula. Ndugu zangu, si kila mtu lazima aitukane serikali. Mimi nilishasema serikali kuna ufisadi, nilishasema kuna wizi, nilishaonyesha. Sasa nageuka upande wa pili, nazungumza mambo yanayoonekana. Mbona kule mara ya kwanza mliniita mimi shujaa? Mbona kule mliniita mimi kidume mpambanaji? Leo matusi yanatoka wapi ninaposema Magufuli anadhibiti rasilimali zetu? Ninapompongeza Magufuli, mbona matusi? Kwani mnataka kila siku niendelee tu? Nipeni basi vitu vya kutukana. Manake vile ambavyo nilikuwa napambana navyo vinafanywa kazi. Vimefanywa kazi. Vimeisha. Sasa nisemeje? Niseme ufisadi umekomeshwa. Mahakama imeundwa. Niseme dawa za kulevya, tume iko, Sianga amewekwa pale sasa. Makonda amefanya kazi yake. Niseme nini? Kwa naomba vijana tusirudishane nyuma. Najua mnasema haya mnanirudisha nyuma. Lakini mnaonitukana kwenye mitandao ya kijamii hamfiki hata 1000, mko 100 sijui 200. Tanzania ina wananchi milioni 45. Nyinyi ambao hamjafika hata 2000 kama hamwezi kunirudisha nyuma. Mimi nitaendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, na pale anapofanya vizuri nitamuunga mkono, na pale anapokosea nitamwambia mheshimiwa, hapa hapana, hapa unakosea, na nitasema. Ndio maana nasema kwenye hili tusirudishane nyuma. Nije Mtanzania Digital. Lema anaongelea hoja za mitandaoni, na mimi ninakana yale yaliyoko mitandaoni. Nimesemaje? Ule waraka anauzungumzia Lema, waraka ambao ulikuwa unasambazwa kwenye mitandao ya kijamii, ni waraka nimeuandika mimi. Na ule waraka ulivyoingia ukachukuliwa ukachakachuliwa, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii hakuna kitu kinaitwa filtration, hakuna kitu kinaitwa editing. Ukiweka neno linakwenda hivyo hivyo, mwingine anaweza akachukua akaongeza kitu chake akatuma. Waraka wangu niliouandika huu hapa. Utoto huu wa mbunge Nassari na Lema wa Tanzania tuwe wakali, tutapoteza taifa. Haya ndiyo niliyoyaandika. Sasa Lema na Kigaila wautafute waraka, wausome, alafu wanitafutie sehemu ambayo nimeandika mimi. Nashangaa kwa nini jeshi la polisi halijawapoteza. Wakisha usoma waraka, wakishafanya utafiti, waje wajibu, waseme wapi nimesema jeshi la polisi liwapoteze. Wausome vizuri kabisa, huu ninao na nitagawa kwa waandishi wa habari.
mumfikishie Lema, kwa sababu Lema yeye ameokota tu masalia ambayo yameshakuwa edited kwenye mitandao ya kijamii. Na kwenye mitandao ya kijamii nikasema hata mimi na natukanwa na hawa kwenye Facebook, wananitukana sana. Hii hapa, hii wanasema hapa, ukisoma huyu kada wa chama cha Chadema anasema the killer, huyu ndiye aliyefungua nati ya gari ya Mheshimiwa Lema. Hebu angalia, iko kwenye mitandao. Sasa mimi nikichukua hii nikaita press conference nikaanza kujibu, nitajibu kitu gani hiki? Tunajua kwenye mitandao ya kijamii taarifa zinawekwa sahihi, watu wanazichakachua. Mara ngapi wamemwandika mzee rais mstaafu Mheshimiwa Kikwete akisema maneno ambayo hajawahi kusema, lakini iko inazunguka kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanatumia mitandao ya kijamii kuchonganisha watu na jamii. Mitandao ya kijamii imeletwa kwa maendeleo ya taifa, lakini ukiangalia wanasiasa kama kina Lema wanaitumia mitandao ya kijamii kunichonganisha Jerimuro na wananchi. Ndio maana nikasema si kila taarifa inayowekwa kwenye mtandao wa kijamii ni sahihi. Ziko taarifa sahihi zinawekwa, watu wanazibadilisha, wanazituma. Ziko taarifa tunaona zimeandikwa copy and paste. Ukimuuliza mtu anakuambia niliandika lakini haya maneno sio, wameniongezea au wamepunguza. Ndio maana nikasema na ushahidi ninao, huu hapa wa picha hizi hapa, hizi ziko zote hapa. Huyu ni Jerimuro, huyu nasemwa mimi, na ukiangalia huku nakosemwa na hiki ninachofanyiwa, sijaibuka hata siku moja kujibu, kwa sababu najua mitandao ya kijamii azma yake nini, kusudio lake nini, na wanafanya nini. Sasa nikuulize ndugu yangu wa Mtanzania Online TV, mimi nimeandikwa hapa, mimi ndio nimefungua nati za gari la Lema. Hivi leo niende kwenye vyombo vya habari nijibu, jamani sio mimi, jamani si mtu kaamka tu kaandika tu. Ndio nikasema hivi leo mtu akiandika Jerimuro ni baba yake na Mheshimiwa Lema, japo mimi najua nazalisha na mtoto, Lema atakubali? Kwa sababu umri wangu na Lema ni tofauti. Lakini wanaandika kwamba Jerimuro ni babake Lema. Sasa si kila kinachoandikwa kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukaita press na kunitengenezea chuki kwa wananchi. Ndio maana nikasema, Mheshimiwa Lema, kwa akili zako japo ndogo, nilitegemea kwa kuwa wewe ni mbunge, unatakiwa ufanye utafiti. Ungenipigia simu au ungeuliza watu wangu wa karibu, jamani Jerimuro ndo kafanya hivi. Alafu ukishadhihirisha njoo kwenye media niseme. Lakini wewe unaokota tu kitu cha kuokota tu. Mbona uokoti habari za kiongozi wako kumtundika mimba ya pili mbunge wake wa viti maalum? Sijui kashazaa yule dada, sijui kama kazaa. Mbona usemi hizi? Ziko kwenye mitandao, mbona zinaandikwa kila siku? Mbona mimi naandikwa na wale wengine kule Marekani sijajibu? Kwa sababu najua ni mtandao wa kijamii unaandika chochote. Lakini ningekuwa nimeandikwa na Mtanzania, gazeti la Mtanzania, ningekuwa nimeandikwa na gazeti labda la Nipashe, Mwananchi, Jamhuri, Majira, ningeibuka nijibu. Lakini naandikwa na gazeti la Tanzania Daima, gazeti la Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, tajibu nini? Ndio maana nasema ifike mahala Lema arudi nyuma, atazame mkataba wake na wananchi wa Arusha. Nimesema na nitarudia, wananchi wa Arusha walimchagua Mheshimiwa Lema, hawakumchagua kama msemaji wa Chadema, hawakumchagua kama katibu mwenezi wa Chadema, walimchagua kama mbunge wa kwenda kupambana na kero walizonazo wananchi, kero ambazo sasa anazifanya mkuu wa mkoa. Labda tuwe kwenye maswali mengine tumalize. Karibu brother. Nimeshajibu. Karibu brother. Ndio. Je, wewe ni mtu ambaye kwa kiasi kikubwa pengine umetengeneza jina kubwa hapa nchini? Ndio. Bwana nani jina lako, unatoka wapi? Simon Leopold. Simon. Wewe ni mtu ambaye Unatokea wapi Simon? Simon mimi ni mwandishi binafsi. Wewe umetengeneza Simon Leopold. Umetengeneza Mwandishi binafsi. Unaandikia wapi au unaandika makala? Andika makala. Usijali, hata kama umetuma njoo. Umetengeneza jina kubwa nchini. Na kwa kiasi kikubwa watu wana
tunakufahamu na kazi zako zinafahamika. Ndio brother. Nataka tusaidie kitu kimoja. Ni kwa nini huyu mtu aliyekugombanisha na familia yako kwa maneno makali, kashfa, wakati mambo mazuri umeyafanya, watu wote wanafahamu, usimshtaki kwa sababu amekugombanisha na jirani yako? Sema tu vizuri, yani nani kanigombanisha? Huyu Pinya ambao umemtaja hapa. Amekugombanisha na ndugu yako. Godfrey ambaye ni jirani yako kule nyumbani, kabila moja, mnatoka sehemu moja. Kwa nini usimpeleke polisi? Hatua za sheria zikachukua mkondo wake. Kuliko kukaa kama hivi kuongea na waandishi wa habari. Kuachia vyombo vya dola kufanya kazi ili mtu asifanye hivyo hata kwa watu wengine ambao wanafanya vizuri kama wewe. Asante. Mimi nadhani hili swali kwanza ungemuuliza Lema. Hivi Lema anatoka wapi na habari za kwenye mitandao, habari ambazo hazina ukweli, na kunifanyia press conference na kunijibu mimi, mtu ambaye si mbunge, si diwani, si mwenyekiti wa serikali ya mtaa, si mfanyabiashara mkubwa. Ungemuuliza Lema ametoka wapi na haya mambo. Sasa swali ulouliza, kwa nini huyu mtu nisimpeleke polisi? Na kwa nini huyu mtu ananigombanisha na jirani yangu? Hawa watu ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, mimi ninao hawa sasa wamefika kama 750. Wananitukana kila kukicha. Wananitukana kila kukicha. Kuna huyu kasema hivi. Kuna mwingine alisema maneno makubwa sana. Wa huko mnamjua. Ukianza kumshitaki huyu, nitaacha kufanya kazi ambayo naifanya mimi kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya taifa langu. Nianze kupambana na watu kama hawa, kuwapeleka mahakamani. Maana nikisema nipambane na social media, sitaiweza. Kila siku watu wanafungua fake accounts. Kila siku watu wanafungua domain accounts mpya. Mwingine anajiita Kibeberu, mwingine anajiita Mzuzu, mwingine anajiita nani, mwingine anajiita Chadema in my blood. Chadema hawa hapa. Chadema in my blood. Labda nikuulize swali. Kwa nini Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, hakikemei watu kama hawa, hakiwapeleki polisi watu wanaotumia jina la chama chao kutukana watu, kuwasema watu vibaya, kutukana matusi makubwa ambayo siwezi kuyatamka hapa kwa heshima ya wananchi? Lakini hii inaitwa Chadema in my blood. Muulize Mbowe, muulize Mashingi, na muulize msemaji wa Chadema Mheshimiwa Lema. Leo, kuanzia leo jamani, kuanzia leo mimi naomba nimuite Mheshimiwa Lema msemaji wa Chadema. Na namuomba Mashingi na Mheshimiwa Mbowe pamoja na ubunge wa Mbowe wa Lema, hebu muongezeni cheo cha usemaji ili akapambane na kina Polepole kule. Hebu muulize msemaji wa Chadema bwana Lema, mbona watu kama hao wanaotumia majina ya chama chao kutukana watu mitandaoni, mbona hawaendi polisi? Kama hawa watu hawatumwi na wao? Mimi najua hawa wanatumwa na Chadema. Huyu kunyaranyara huyu katumwa na Chadema. Kwa sababu ukiangalia followers wake, ukiangalia watu wake, na leo niwaambie wa Tanzania, angalieni watu wote wanaonitukana mimi. Angalieni watu wote wanaomtukana Rais Magufuli. Watu wote wanaomtukana Gambo, Makonda na viongozi wengine ambao wanapambana kwenye taifa. Utaona wameweka kipicha cha Tundu Lissu, pray for Tundu Lissu, utaona wameweka kipicha cha Ukawa, utaona wameweka angalia, ingia sasa hivi hapo. Ingieni kwenye Instagram yangu Jerry Muro 1980. Alafu angalia watu wote wanaonitukana. Profile picha zao, get well soon Tundu Lissu. We are praying for Tundu Lissu. Tundu Lissu nini, mara Chadema in my blood. Ndio wanaonitukana. Kwa hiyo nataka mimi nikashtaki Chadema? Siwezi kushtaki kwa sababu Chadema wanajua kama ajenda ya ufisadi imekufa, wanaanza kutengeneza fake IDs kwa ajili ya kututukana sisi. Mimi nadhani ndio ule msemo, ukimpiga chura teke unamuongezea mwendo. Leo mimi hebu fikiria, msemaji mpya wa Chadema bwana Lema amekwenda kwenye press conference, yeye na mkurugenzi wa mafunzo na organization. Unajua ukishakuwa mkurugenzi wa mafunzo na organization, kwanza huwezi kuwa mkurugenzi una masters degree. Lakini Kigaila ni mkurugenzi. Na kichwa chake na ubongo wake, na Lema naye msemaji wa chama mpya, msemaji mpya wa chama cha Chadema, ametoka Arusha, ameacha watu wa Arusha wanapata shida ya umeme, ameacha watu wa Arusha wanapata shida ya maji, ameacha watu wa Arusha wanapata shida ya huduma za matibabu. Ametoka Arusha, amekuja Dar es Salaam, amefanya press conference na kumuingiza Jerry. Unaona msemaji alivyo makini?
Msemaji anayejua kazi yake. Nadhani Makene hajui kazi yake. Makene hajui kazi yake. Lema katoka Arusha na kiflash. Msemaji makini. Unajua ukipata msemaji anayezunguka na flash muda wote si mchezo. Na kasema kanijibu mimi kwa kutumia taarifa za social media. Sasa muulize Lema, kwa nini hakwenda polisi? Kwa nini hakwenda kunishtaki? Badala yake na Kigaila wamepoteza muda na akili zao. Hivi Kigaila ni mkurugenzi? Maki nimesikia hata wakatare naye ni mkurugenzi sijui wa nini. Washa muondoa. Sasa haya. Jamani, ukiwa mkurugenzi lazima uendane na standard. Ukurugenzi sio uteuzi wa rais. Ukurugenzi ni lazima akili iwemo. Ni lazima madude yakae vizuri. Lakini wakurugenzi wetu ndio hawa wanakwenda kufanya press conference kwa habari za mitandao. What a shame. Mkurugenzi una familia, mke na watoto, unatoka unakimbia Jerry katutukana, Jerry kasema tupotezwe. Angalia andiko lake. Unakimbia kuchukua upupu kwenye mitandao ya kijamii. What a shame. Hebu nisaidieni jamani. Hapa ndo naposema akili ndogo kamwe haiwezi kuongoza akili kubwa. Alafu ukishaona chama kikuu cha upinzani ajenda yake ni Jerry Muro. Ukishaona chama kikuu cha upinzani ajenda yake ni kumsema Jerry. Unajua kimepoteza kimepoteza future, kimepoteza mwelekeo. Jamani, hawa Chadema ni sawa na gari la mkaa. Unajua gari la mkaa? Trip moja shamba, trip moja gereji. Swali lingine. Na karatasi hizi hapa ziko hapa.